السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Leo tena nitaeleza kuhusu maswahaba walioshiriki katika mapigano ya Badr, na sababu kwanza ni Hazrat Khirash radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye alikuwa anahusika na kabila la Banu Jasham. Mama yake alikuwa anaitwa Umme Habib. Watoto wake walikuwa Salama, Abdurrahman na Aisha. Hazrat Khirash alishiriki katika mapigano ya Badr na Uhud, na siku ya Uhud alipata majeraha 10. Alikuwa mahiri wa kurusha mishale. Katika Badr Hazrat Khirash alimfunga Abul As aliyekuwa mtoto mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sababu pili ni Hazrat Ubayd bin Tayyihan. Jina lake lingine linaelezwa ni Atik bin Tayyihan, na mama yake alikuwa Laila binte Anik. Alikuwa ndugu wa Abul Hasam. Alikuwa anahusika na Abul Hashal. Hazrat Ubayd pamoja na masahaba 70 alishiriki katika tukio fulani. Mtume sallam alimfanya yeye na sahaba mengine kama ni ndugu. Alishiriki katika mapigano ya Badr na aliuawa katika mapigano ya Uhud. Ikma bin Abu Jahl ni mtu ambaye aliyemuua, na inasemwa kwamba aliwahi kushiriki katika Safin pamoja na Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo kuna ikhtilaf katika riwaya hii. Moja anasema aliuawa katika Uhud, na katika riwaya nyingine kwamba aliuawa katika jang ya Safin, mapigano ya Safin. Alikuwa na watoto wawili waitwao Abdullah na Ibad. Hazrat Ibad pia alipata bahati ya kushiriki katika Badr. Kuhusu Abdullah inaelezwa kwamba yeye alishiriki katika Yamama, na katika mapigano ya Yamama aliuawa katika njia ya Allah. Na sahaba mwingine ni Abu Hanna, na
malik bin amr ni jina lake na abul hanna ilikuwa lakabu yake. yeye pia alipata bahati ya kushiriki katika badr. kuhusu jina lake kuna ikhtilaf, sawa na riwaya ingine inasema kwamba jina lake lilikuwa amir badala ya malik, na lakabu yake abul habba pia inaelezwa, na abu haya pia inaelezwa kwamba alikuwa na lakabu hii. lakini katika riwaya moja inaelezwa kwamba abul habba walikuwa watu wawili, mmoja alikuwa huyu na mwingine alikuwa mwingine. hawa wote ni wale ambao hawakushiriki katika badr. na yule aliyeshiriki katika badr basi alikuwa abu hanna. kwa hiyo alikuwa huyu abu hanna yani hazrat malik aliyeshiriki katika mapigano ya badri. kisha sahaba mwingine ni hazrat abdullah bin zaid bin saliba, alikuwa anaitwa abdullah bin ansari. lakabu yake ilikuwa abu muhammad. baba yake alikuwa anaitwa zaid bin saliba, na baba yake pia alikuwa sahaba wa mtume saa salam, na alikuwa katika kabila la banu jisham. alishiriki katika baithi akba pamoja na masahaba 70. alishiriki pamoja na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mapigano yote ikiwemo badr na uhud. wakati wa ushindi wa makka alikuwa ameshika bendera ya banu haris bin khazraj. abdullah bin zaid kabla ya kusilimu alikuwa anajua namna ya kuandika kiarabu, kwa sababu wakati ule watu wachache tu walikuwa wakijua namna ya kuandika. hayat abdullah bin zaid alikuwa mtu ambaye alikuwa anajua. watoto wake waliishi katika madina. mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa muhammad, aliyezaliwa kutoka katika mke wake aitwaye sada, na vile vile alikuwa na binti moja, mama yake alikuwa kutoka yemen. ndugu yake pia alipata bahati ya kushiriki katika badr, na dada yake alikuwa naitwa kuraiba, yeye pia alikuwa sahaba wa mtume saa salam. harat abdullah bin zaid ni yule sahaba ambaye alionyeshwa maneno ya adhan katika ndoto, na yeye alimwambia mtume saa salam kuhusu maneno haya ya adhan. kwa kusikia ndoto yake mtume saa salam aliamuru harat bilal kwamba yeye atoe adhana katika maneno aliona harat abdullah katika ndoto. tukio hili lilitokea baada ya ujenzi wa msikiti wa nabii wa mtume sallallahu alaihi wasallam. maelezo yake yanapatikana hivi: harat abu umair alikuwa katika ansar. yeye anasimulia kwa kupitia baba mdogo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafikiria namna gani tukusanye watu kwa ajili ya swala. mtume sallam aliambiwa kwamba wakati wa swala bendera ipeperushwe. watu wakiona bendera basi watawafahamisha wengine na watakuja kwa ajili ya swala, lakini mtume sallam hakupendelea pendekezo hili. wengine wakasema kwamba kwa njia ya mayahudi tuwaite watu kwa ajili ya swala, lakini mtume sallam hakupendelea pendekezo hili pia kwa sababu ilikuwa desturi ya mayahudi. kisha ravi anasema mtume sallam aliambiwa kwamba kengele itumiwe, lakini mtume sallam akasema kwamba hii ni njia ya wakristo. kwa hiyo abdullah bin zaid alifanya maombi maalum, na yeye katika ndoto alionyeshwa maneno ya azan. harat abdullah bin zaid mwenyewe anasema katika ndoto mimi nilimwona mtu mmoja ambaye alikuwa ameshika nakus. nikamuuliza kwamba je, wewe utauza nakusi hii? yeye akaniambia utafanya nini na nakusi hii? akasema mimi kwa kutumia nakusi hii nitawaita watu kwa ajili ya swala. yule mtu akasema je, mimi nisikwambie kitu ambacho ni bora zaidi kuliko nakusi hii? Hazrat abdullah akasema kwamba basi niambie. basi yule mtu akaanza kusema maneno ya azan: allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar,
ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah allahu akbar la ilaha illa allah. Tafsiri yake nataka nisome kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya watu wengine kwamba Mungu ni mkubwa. Sisi tunasikia azan kila siku, lakini wapo watu ambao hawajui tafsiri yake, lakini tafsiri yake ni hii: Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Maneno haya yanatakiwa yaseme mara 4. Kisha nashuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Maneno haya yanatakiwa yaseme mara 2. Kisha nashuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Maneno haya pia yanasemwa mara 2. Kisha njooni kwenye swala, yani hayya ala swala, njooni kwenye swala. Hayya ala falah, njooni kwenye ufaulu, njooni kwenye ufaulu. Mungu ni mkubwa. Maneno haya yanasema mara 2. Kisha ni la ilaha illa allah, yani hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kisha anasema baada ya kusema maneno haya, yule mtu akaenda mbali nami na akasema, wakati mnaposimamisha swala museme maneno haya. Yani alisema maneno ya takbir, ikama, allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah hayya ala falah, qad qamatis salat, allahu akbar, la ilaha illa allah. Katika ikama pia kuna maneno ya adhan, lakini ni neno moja tu ambalo ni tofauti. Yani swala imesimamishwa, kisha ni maneno Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Anasema asubuhi nilipoamka nilimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mimi nikamwelezea ndoto yangu yote. Mtume sallam kwa kusikia ndoto yangu akasema, bila shaka Mwenyezi Mungu akitaka ndoto yako ni ndoto sahihi, basi usimame karibu na Bilal, na yoyote uliona katika ndoto umfundishe Bilal, yeye atoe adhana kwa maneno uliona katika ndoto, kwa sababu sauti yake ni juu kuliko wewe. Basi mimi nikasimama karibu na Bilal, nilikuwa naendelea kumwambia maneno niliona katika ndoto, na yeye alikuwa anaendelea kutoa adhana sawa na yale maneno. Rawi anasema wakati Hazrat Umar bin Khattab aliposikia adhana hii, alikuwa nyumbani kwake. Yeye akashika shuka lake na akaja msikitini, na yeye baada ya kufika msikitini akasema, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi pia niliona ndoto hii aliona Hazrat Abdullah bin Zaid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamdulillah, sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu. Katika riwaya nyingine maneno haya yanapatikana kwamba kwa kusikia hii akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu. Katika kitabu Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili na ameongeza maneno kadhaa, na ameandika tukio hili kutoka katika vitabu vya historia. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema, wakati kulikuwa hakuna adhana, wakati ule maswahaba walikuwa wakipiga hesabu ya wakati na walikuwa wakikusanyika kwa ajili ya swala, lakini hali hii ilikuwa si ya kuridhika kwa ajili ya maswahaba. Wakati ujenzi wa misikiti ulipokamilika, basi maswali yalizunguka kwamba namna gani tuwakusanyie watu kwa ajili ya swala. Wengine wakasema kengele ipigwe, wengine wakasema sawa na Mayahudi tuwaite watu, na wengine wakatoa maoni tofauti. Hazrat Umar akasema mtu mmoja ateuliwe, yeye wakati wa swala atangaze kwamba wakati wa swala umeshawadia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akapendelea rai hii, ushauri huu uliotolewa na Hazrat Umar. Hazrat Bilal alipewa amri kwamba yeye achukue jukumu hili, yani awaite watu kwenye swala. Kwa wakati wa swala Hazrat Bilal alikuwa akisimama na alikuwa akisema kwamba njooni kwenye swala, na watu walikuwa wakikusanyika kwa ajili ya swala. Hata
kwa ajili ya mambo mengine pia ikiwa ilitakiwa waislamu wajumuishwe waitwe kwenye msikiti basi Hazrat Bilal alikuwa akitangaza alikuwa akiwajumuisha waislamu. baada ya muda mfupi sahaba moja Hazrat Abdullah bin Zaid aliona ndoto na yeye alionyeshwa maneno ya adhan ambayo yanatolewa katika adhan. Yeye alimwendea mtume saa salam na akamwelezea ndoto yake na akasema katika ndoto mimi niliona mtu mmoja ananifundisha adhana na ananifundisha maneno haya na haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bila shaka ndoto yako hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Abdullah akapewa amri kwamba amfundishe Bilal maneno ya adhan. Hazrat Mirza Bashir anasema kwamba wakati Hazrat Bilal alipotoa adhana mara kwanza katika maneno aliona katika ndoto Abdullah Umar kwa kusikia adhana akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam haraka na akasema kwamba maneno yaliyosemwa katika adhana bila shaka mimi pia katika ndoto niliona maneno haya. Na katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno ya adhan akasema sawa na maneno haya mimi nimeshapata wahi pia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bashir bin Muhammad anasimulia kutoka kwa kupitia baba yake kwamba Hazrat Abdullah bin Zaid alionyesha maneno ya adhan. Yeye alitoa mali yake yote katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye na mtoto wake walikuwa wanategemea mali ile lakini akatoa mali ile yote katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani jaidadi yake yote akajitolea na yeye akapatia mali yake yote mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati alipotoa mali yake yote baba yake alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema ewe mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zaid ametoa mali yake yote na yeye alikuwa anategemea mali hii ambayo ametoa katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Hazrat Abdullah bin Zaid na akamwambia bila shaka Mwenyezi Mungu ameshakubali sadaka yako ambayo umetoa, ile mali uliyotoa basi Mungu ameshakubali ameshapokea, lakini wewe umpatie mali yako hii wazazi wako na wapatie mali yote wazazi wako. Hazrat Bashir bin Muhammad anasema kwamba mali ile baadaye ikawa urithi wa wazazi wake. Safari fulani mtume sallallahu alaihi wasallam ampatia Abdullah bin Zaid kucha zake kama ni baraka. Maelezo yake ni hivi kwamba mtoto wa Abdullah bin Zaid akasema kwamba baba yake yani Abdullah bin Zaid wakati wa hijjatul wada alimjia na alikutana naye katika sehemu ya Mena na alikuwepo wakati wanyama walipochinjwa na pamoja naye alikuwa mtu mwingine pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akagawa nyama ya zabihu. Hazrat Abdullah bin Zaid na mwenzake hawakupata kitu chochote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akanyoa nywele zake na yeye akagawa nywele zake katika watu, na baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akakata kucha zake na mtume sallallahu alaihi wasallam akapatia kucha zake Abdullah bin Zaid na mwenzake alikuwa Ansari. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi bila shaka wewe ni mpendwa zaidi kuliko nafsi yangu, mimi nakupenda zaidi kuliko nafsi yangu, bila shaka wewe ni mpendwa zaidi kuliko ahali zangu, bila shaka wewe ni mpendwa zaidi kuliko watoto wangu pia. Nilikuwa nyumbani na nilikuwa na kukumbuka lakini sikuweza kutulia mpaka nimekuja kwako. Sasa mimi nakuona. Wakati nilipokumbuka mauti yangu na mauti yako nikapata wazo hili kwamba wakati utakapoingia peponi wewe utakuwa pamoja na manabii wengine. Mimi nikaogopa kwamba nitakapoingia peponi basi mimi sitakukuta pale peponi, nitakuwa peke yangu. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu yule mtu mpaka Jibril akaja na akateremsha aya hii isemayo wa man yuti illah wa rasula
faulaika maa allazina an'ama allahu alayhim minan nabiyina wassiddiqina washuhadae wassalihina, yani yeyote atakayemtii Allah na mtume wake, bila shaka hao ndio ni wale ambao watakuwa pamoja nao ambao Mungu aliwaneemesha, yani manabii. Atakuwa pamoja na nabii na katika siddiq na shahid na salihin. Azur anasema aya hii sisi tunaeleza kwa kuthibitisha kwamba kwa sababu ya utii wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabii ambaye anakuja bila sheria, nabii wa aina hii anaweza kuja kwa sababu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kupata cheo cha unabii bila kuwa na sheria. Kwa hiyo unabii unaweza kupatikana katika utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, na Mwenyezi Mungu anampatia daraja hii amtakaye. Na kuhusu Masihi aliahidiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenyewe alisema atakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi wanajumuiya tunaamini kwamba mtume Sayyidina alayhi salatu wasalam chini ya utumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nabii wa Mungu bila kuwa na sheria. Ikiwa tunaamini hivi, basi jambo hili sio dhidi ya khataman nabiyyin, bali kwa sababu ya imani hii heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam inazidi badala ya kupungua. Yani mtu anaweza kupata unabii kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ikiwa tunafanya maana hii, sio kwamba sisi tu tunafanya maana hii, bali katika Qur'an tukufu pia maana hii imeelezwa, na Imam Raghi pia amefanya maana sawa na maana ya jumuiya. Amesema baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii anaweza kuja ambaye hana sheria, yani bila sheria nabii anaweza kuja. Allama Zarqani anaeleza kwamba katika vitabu vya tafsiri tukio hili limeelezwa kuhusu Hadrat Sauban. Katika tafsiri Jambul Hayat imeandikwa kwamba aliona maneno ya adhan katika ndoto. Alikuwa Abdullah bin Zaid. Hadrat Zarqani anasema ikiwa riwaya hii ni sahihi, basi hii inawezekana kwamba alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya adhan wakati ule aya hii ilishuka. Na vile vile masahaba wengine pia walimwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu maneno ya adhan. Na maelezo mengine yameelezwa kwamba Hazrat Sauban alikuwa hawezi kukaa mbali na mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja yeye alipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam, rangi yake ilikuwa imebadilika na ilionekana wazi wazi usoni mwake kwamba ana huzuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali akamuuliza kwamba kwa sababu gani wewe unahuzunika na rangi uso wako umebadilika? Yeye akasema, Hazur, mimi sina maradhi yoyote wala sina ugonjwa wowote, isipokuwa nina wasiwasi hii tu kwamba mimi sikuweza kukuona, yani kwa muda fulani mimi sikuweza kuja kwako. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hofu kwa sababu ya hii, na mimi nilikuwa na hali mpaka nimekutana nawe. Wakati mimi nilipokumbuka kuhusu akhira, basi nikapata huzuni na hofu kwamba kule pia sitaweza kukuona kwa sababu wewe utarufaishwa pamoja na manabii wengine. Hata mimi nikienda peponi kule pia sitapata nafasi ya kukuona kwa sababu utakuwa pamoja na manabii wengine, kwa sababu kule daraja yangu itakuwa chini sana kuliko wewe. Hata kama na ikiwa mimi sikuweza kuingia peponi, basi mimi sitaweza kukuona daima dawamu. Kwa sababu hii mimi nilikuwa na huzuni. Allama Zarqani anasema Hazrat Abdullah bin Zaid alikuwa anafanya kazi katika bustani yake. Mtoto wake mmoja akamjia na akampatia habari hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Yeye kwa kusikia hii akasema,
mola wangu, mola unifanye kipofu ili mimi siwezi kumwona mtu mwingine baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika shara zarakani imeandikwa kwamba baadaye yeye akawa kipofu na alikuwa hawezi kuona kwa sababu ya dua yake. Kuhusu kifo chake imeandikwa kwamba Abdullah bin Zaid, kuhusu kifo chake kuna ikhtilafu. Wengine wanasema kwamba alifariki baada ya Uhud, lakini wengi wanasema Abdullah bin Zaid alishiriki katika mapigano yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alifariki wakati wa uhalifa Hazrat Usman radhiallahu ta'ala anhu, na alifariki katika mji wa Madina. Na inaonekana sawa na matukio mengine kwamba alifariki wakati wa Hazrat Usman, na wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka 64, na jeneza yake iliongezwa na Hazrat Usman radhiallahu ta'ala anhu. Na sahaba mwingine ni Hazrat Muaz bin Amr bin Jumu, alikuwa kutoka katika kabila la Banu Salama. Aliwahi kushiriki katika Bai'at Akbasania, Badr na Uhud. Na baba yake Amr bin Jumu alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alishiriki katika Uhud. Mama yake alikuwa anaitwa Hind binti Amr. Muhammad bin Umar Waqidi anasema kwamba ndugu yake Muawaz bin Amr pia alishiriki katika Badr. Mke wake alikuwa anaitwa Subata binti Amr, alikuwa katika kabila la Banu Saida, na alikuwa na mtoto mmoja Abdullah na Umayma binti. Hazrat Muaz alishiriki katika Bai'at Akbasania, lakini babu yake wakati ule bado alikuwa mshirikina. Katika Sirat Ibn Hisham imeelezwa tukio jinsi baba yake aliposilimu, yani tukio la kusilimu kwa baba yake. Imeelezwa kwamba wakati watu waliporudi Madina baada ya Bai'at Akbasania, wakaeleza sifa za Islam. Wakati ule wazee wa kule walikuwa wanafuata ushirikina, na mmoja wao alikuwa Amr bin Jumu. Mtoto wake Muaz bin Amr alishiriki katika Bai'at Akbasania. Wakati ule alifanya bai'at ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jumu alikuwa miongoni wa viongozi wa Quraysh. Katika viongozi wa Maansar, na alikuwa na sanamu nyumbani kwake, na alikuwa anaitwa Manat. Amr bin Jumu alikuwa akiabudu sanamu, lakini wakati wa Bai'at Akbasania vijana kadhaa waliposilimu, mmoja wao alikuwa Muaz bin Amr pia, ambaye alisilimu. Alikuwa miongoni mwa wale vijana ambao waliosilimu na walishiriki katika Akbasania. Basi hawa vijana wakaingia katika nyumba ya Amr bin Jumu na wakachukua sanamu yake, na wakatupa sanamu yake katika shimo. Wakati asubuhi Amr bin Jumu alipoamka, akasema kwamba nani amefanya vibaya na masanamu wetu. Na alikuwa akifanya hivi kila siku, na alikuwa akichukua sanamu yake na alikuwa akirudi nyumbani kwake, na yeye alikuwa akisema kwamba mimi nikijua nani anakufanyia hivi kila siku, mimi natamwadhibu. Kwa hiyo usiku kila siku alikuwa akilala hivi hivi, na hivi ndivyo wale vijana walikuwa akichukua sanamu yake na walikuwa akitupa katika shimo. Na hivyo ndivyo Amr bin Jumu alikuwa akifanya hivi, alikuwa akirudisha sanamu na alikuwa akiosha na alikuwa akianza kuabudu tena. Hali hii ilipoendelea siku kadhaa, siku moja Amr bin Jumu akachukua sanamu yake katika shimo na akasafisha na akafunga upanga katika shingo lake, na yeye akasema kwamba wallahi mimi sijui nani anakufanyia hivi kila siku, anakutupa hapa mishomoni. Basi kama wewe una uwezo, basi umzuie ambaye anakutupa hivi kila siku shimoni, shika hii upanga na umue yule mtu ambaye anakufanyia hivi. Kwa hiyo Amr bin Jumu akalala usiku. Wale vijana tena pamoja na Muaz bin Amr pia wakamfanyia hivyo, ndivyo walikuwa wakifanya kila siku.
na wakachukua upanga wa sanamu na wakafunga sanamu tena, wakatupa tena sanamu ile katika shimo ya la takataka. Asubuhi tena Amr bin Jumuu alipoamka akakuta kwamba sanamu haipo sehemu ambapo aliweka jana. Hata akamkuta sanamu yake amefungwa na umbwa mfu na ametupwa moto shimoni. Alipoona hali hii, yeye akagundua kwamba yeye amekosea. Kwa wale vijana wakamhubiri. Basi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Amr bin Jumuu pia akasilimu. Yeye akasilimu kwamba sanamu hakuweza kujilinda, hakuweza kutumia upanga, namna gani huyu anaweza kunilinda mimi? Hazrat Maaz bin Amr bin Jumuu ni yule mtu aliyemua Abu Jahal. Katika riwaya ya Bukhari imeelezwa kwamba Saleh bin Ibrahim anasimulia kutoka kwa babu yake kwamba mimi nilikuwa nimesimama katika safu ya Badri, nilipokuta kwamba kulia kwangu na kushoto kwangu kwamba kuna vijana wawili wa Ansar, wale ni wadogo sana. Mimi nikawa na matamanio kwamba ningekuwa pamoja na wazee ambao ni wenye nguvu, basi mimi ningepigana vizuri. Basi nilipokuwa nafikiria hivi, mtoto mmoja akasema, ewe baba mdogo, unajua Abu Jahal nani? Nikasema ndio najua. Wewe kwa nini unaniuliza kuhusu Abu Jahal? Yule kijana akasema kwamba nimeambiwa kwamba huyu Abu Jahal anamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mimi nikimkuta yule Abu Jahal, basi mimi sitamwacha. Mimi kwa kusikia maneno yake haya nikashangaa. Kisha ndugu yake mwingine pia akaniuliza hivyo ndivyo aliyouliza huyu ndugu moja. Kisha baada muda mfupi mimi nikakuta Abu Jahal anaonekana pale mbele. Mimi nikawaambia wale vijana wote kwamba huyu Abu Jahal ni huyu. Basi kwa kusikia maneno yangu haya, wale vijana wakashika upanga na wakamshambulia Abu Jahal, na kwa kumshambulia wakamuua. Kisha wale vijana wote wakamjia Mtume sallam na wakamwambia Mtume sallam kwamba wamemuua Abu Jahal. Mtume sallam akamuuliza, nani amemuua? Maaza akasema, mimi nilimuua. Mtume sallam akasema, je, mumesafisha upanga wenu? Wakasema hapana. Mtume sallam kwa kuona upanga wakasema, ninyi nyote mlimuua, sio peke yako wewe. Na Azur anasema kwamba mwanzoni katika hotuba fulani nimeshawahi kueleza kuhusu Maaz na Muawaz. Kuhusu tukio la kuuawa kwa Abu Jahal limeelezwa katika vitabu vya tafsiri mbalimbali. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba Maaz bin Amr na Maaz bin Afra walimuua Abu Jahal, sio Maaz na Muawaz, bali badala ya Muawaz alikuwa Maaz bin Afra. Hivyo ndivyo katika Bukhari kuna riwaya ambamo imeelezwa kwamba Maaz na Muawaz ni wale vijana ambao walimuua Abu Jahal. Baadaye Abdullah bin Masud pia alishiriki katika kuuawa kwake. Anas radhiallahu ta'ala anhu anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, siku ya Badri nani atamuona hali ya Abu Jahal ikoje? Abdullah bin Masud akaenda na akamkuta kwamba Maaz na Muawaz wamempiga na wamempatia majiraha na yuko karibu kufa. Abdullah bin Masud akamuuliza, je, wewe ni Abu Jahal? Abdullah bin Masud anasema akashika ndevu ya Abu Jahal. Yeye akasema kwamba, je, kuna mtu mkubwa zaidi kuliko mimi ambaye ameuawa leo? Kwa hiyo riwaya hizi zote mbili zinapatikana. Majina mawili ni ya Muaz, lakini katika riwaya nyingine jina moja ni ya Muaz na jina lingine ni Muawaz. Kwa vyote Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb kuhusu tukio hili anaandika
kwamba namna gani tunaweza kupata maelezo sahihi kwa sababu ya ikhtilafu hii inayopatikana katika riwaya mbalimbali. Yeye anasema katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba watoto wa Afra, Muaz na Muawaz walimua Abu Jahal. Baadaye Abdullah Masud alikata shingo lake. katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Muaz bin Amr na Muaz bin Afra Muawaz pia alishambulia baadaye. kwa hiyo riwaya hizi mbalimbali zinapatikana katika vitabu vya hadithi, lakini katika Fathul Bari imeandikwa kwa huenda hawa wote watatu walishambulia Abu Jahal na walimuua. Alama Badruddin Ani anaeleza kuhusu tukio hili. Muaz bin Afra na Muaz bin Amr na Abdullah bin Masud, hawa ni watatu ambao walimuua Abu Jahal. Na huyu alama anaandika kwamba wale vijana wawili walimuua Abu Jahal walikuwa Muaz bin Afra na Muaz bin Amr. Afra alikuwa mama wa Muaz. Hivyo ndivyo katika kitabu Jihad ya Bukhari imeshaelezwa kwamba Muaz bin Amr ni yule ambaye alikata mguu wa Abu Jahal. Baadaye Muawaz alimua baadaye walimwacha na yule bado alikuwa hai. Kisha baadaye Abdullah bin Masud akamshambulia tena na akakata shingo lake. Anasema zaidi kwamba hawa watatu ni wote wale ambao walishiriki katika uaji wa Abu Jahal. Sawa na rikaya ya Zarkani imeelezwa kwamba Abdullah bin Masud alipomwona Abu Jahal alikuwa bado hai. Abdullah bin Masud akaweka mguu wake juu ya shingo la Abu Jahal akasema, Mungu amekufedhehesha. Kwa kusikia maneno haya Abu Jahal akasema kwa maneno ya kibri kwamba mimi sikufedheheshwa. Je, kuna mtu mwingine ambaye mwenye heshima zaidi kuliko mimi ambaye ameuawa? Mimi sioni vibaya ikiwa mimi nimeuawa. Kisha baadaye Abu Jahal akauliza, nani amepata ushindi katika mapigano haya? Abdullah bin Masud akamjibu, Allah na mtume wake wamepata ushindi. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi, Abu Jahal akasema, umwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nilikuwa mdui wake maisha yote, lakini leo uadui ule umezidi zaidi badala ya kupungua. Hazrat Abdullah bin Masud alikata shingo la Abu Jahal na akaleta kichwa chake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama mimi ni mwenye heshima zaidi kuliko manabii wengine, hivyo ndivyo umma wangu ni bora zaidi kuliko umma wa manabii wote waliotangulia. Hivyo ndivyo Firauni wa umma wangu ni mbaya zaidi kuliko mafirauni wote wa zamani. Sababu yake ni kwamba hata idha adrakahul maut qala amantu, yani Firauni wa Musa alipokuwa karibu kughariki, wakati ule yeye akasema, mimi naamini Mungu ni mmoja na mimi naamini Mungu wa wana wa Israeli, lakini huyu Firauni wa wakati wangu ni mbaya zaidi kuliko yeye. Na Firauni hii amezidi zaidi kuliko uadui. Kama wakati wa kufa alisema maneno mabaya. Hivi ndivyo imeelezwa katika riwaya kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya kuuawa kwa Abu Jahal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mungu ni yule ambaye hakuna pasaye kuabudiwa isipokuwa yeye.
kisha baadaye mtume sallam alisema mara 3 alhamdulillahi allazi sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye aliyepatia heshima Islam na Waislamu wote. Hivyo ndivyo riwaya hii pia inapatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema bila shaka kila umma inakuwa na firauni yake, na firauni ya umma wangu ni Abu Jahal ambaye alifedheheshwa na aliuawa kwa njia mbaya. Hazrat Maaz bin Amr bin Jumu alifariki wakati wa Hazrat Usman. Maaz bin Amr bin Jumu alipata jeraha siku ya Badri, na mpaka wakati wa uhalifa Usman alikuwa mgonjwa, na wakati wake alifariki. Usman aliongoza jeneza yake, kisha alizikwa katika Jannatul Baqi. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Maaz bin Amr bin Jumu ni mtu mzuri sana. Mwenyezi Mungu ateremshe baraka maelfu na maelfu juu ya maswahaba wote ambao walizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na walikuwa natafuta ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huzur anasema baada ya swala nitaongeza jeneza moja ghaibu ambayo ni ya Malak Sultan Harun Khan Saheb, tarehe 27 ya Machi katika mji wa Islamabad amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtoto wake mkubwa ni mtoto mkwe wa Hadhrat Khalifa wa 4. Binti yake moja ameozwa na mtoto wake. Bana Harun Saheb alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Baba yake alikuwa Malik Sultan Muhammad Khan Saheb ambaye alifanya bayat akiwa kijana wa 23 katika mkono wa halifa wa pili, na alikuwa mwanajumuiya peke yake. Na yeye alimoa Aisha Saheba, alikuwa binti wa Fatima Masyal Saheb. Familia yake ilikuwa familia yenye heshima sana ya mkoa wa Punjab. Amir Muhammad Khan alikuwa governor wa Pakistan upande wa magharibi. Alikuwa ndugu wa Colonel Sultan Muhammad Saheb. Wakati ule yeye alipewa lakabu ya Nawab ya kujiunga na mtoto wake. Hawa walikuwa watu wa dunia, lakini baadaye walielekea kwenye dini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliwajalia walijiunga na jumuiya. Sultan Harun Khan Saheb alimoa Sabia Sahiba, binti wa Chaudhry Hamid Saheb aliyekuwa akifanya kazi katika idara ya umeme. Halifa wa 3 alitangaza ndoa yao. Wakati wa kutangaza ndoa, halifa wa 3 alisema Chaudhry Fatima Masyal Saheb ambaye alikuwa mbashiri mkuu wa Uingereza, kuhusu yeye anasema Chaudhry Fatima Masyal Saheb amenifanyia ihsani kubwa sana. Yani halifa wa 3 alisema maneno haya wakati nilipokuwa mdogo na nilikuwa sina udhoefu. Yeye alinipatia udhoefu sana. Chaudhry Fateh Muhammad Syal Saheb alinipatia nafasi hii kwamba mapenzi yangu ya watu wanaoishi katika vijijini, mapenzi haya yalizidi sana kwa kumpitia Chaudhry Fateh Muhammad Syal Saheb. Kwa mimi nafurahi sana wakati mimi napoongea na watu wanaokaa vijijini, na mimi nasikia raha sana wakati mimi napoongea na watu wanaoishi vijijini, kwa sababu watu wanaoishi mijini wanakuwa na takallufi aina fulani, lakini watu wanaoishi vijijini wanaongea
bila kuwa na takalluf. baadaye halifa watatu alitangaza ndoa yao na alisema ndugu wote wafanye maombi kwamba jinsi wazee wetu walijitolea na walitumikia dini, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote watoto wao pia wapate nafasi ya kuitumikia jumuiya. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba watoto wa Malaka Harun Saheb pia waendelee kuimarika katika jumuiya na waendelee kuitumikia jumuiya. Alikuwa na watoto watatu na mabinti watatu. Sultan Muhammad Khan Saheb ni Sultan Muhammad Khan Saheb ni yule ambaye alimoa binti wa halifa wanne. Marehemu alikuwa akiwasaidia sana watu, na watu amesema kwamba sisi tulikuwa tukisikia tupo chini ya ulinzi kwa sababu ya Sultan Malik Harun Khan Saheb, lakini sasa kwa sababu ya kufa kwake tunaona kwamba hatutakuwa na ulinzi. Yeye alikuwa akiwahudumia sana watu. Dada yake Rashida Sial Saheba anasema Sultan Harun Khan Saheb ambaye ni ndugu yangu alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa na ghara sana ya jumuiya, alikuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya ukhalifa. Alikuwa rafiki mzuri na alikuwa msaidizi wa wanyonge na maskini. Anasema safari moja halifa wa nne aliniandikia katika barua kwamba baba yangu ni upanga kwa ajili ya jumuiya, yani Sultan Muhammad Khan Saheb, na ndugu zako pia wanakuwa na sifa hizi. Mahali ambapo alikuwa akiishi kule watu walijenga uadui na chuki dhidi ya jumuiya, na baadhi wakati uadui huu unapatikana kwa sababu ya mali pia, lakini kule alikuwa na uadui kwa sababu ya imani yake. Halifa watatu alimwambia kwamba utapigwa risasi lakini hutapata madhara, na tuliona maneno haya ya halifa watatu yalitimia 1977. Yeye alishambuliwa Sultan Harun Saheb, alipigwa risasi, lakini risasi zote zilipiga juu ya kichwa chake, lakini yeye hakupata majeraha hata kidogo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimlinda kwa njia ya muujiza. Alikuwa akisaidia sana wanyonge. Malak Sultan Rashid Khan Saheb ambaye ni kaka yake anasema baba yuko fariki kwa baba yetu, huyu ndugu yetu alikuwa akitusaidia wakati wote nilipokuwa na hitaji, na wakati wote tulipopata nafasi ya kutumikia jumuiya, yeye alikuwa anatangulia. Safari moja ofisi moja akamwambia kwamba wewe unamwamini kiongozi wako halifa wako kiasi gani? Yeye akasema mimi nimejenga mapenzi kama ni chuma, yani mimi nimejenga mapenzi ya hali ya juu na uhalifa. Yeye wakati halifa wanne alipoenda Karachi alikuwa pamoja naye. Katika barua moja halifa wanne alioniandikia, halifa wanne alisema kwamba yeye ni jarnal wa jumuiya, na vilevile alisema huyu ni upanga wa jumuiya. Ikiwa kuna swali na nafali yake ya usiku na usomaji wa Qur'an tukufu, watu wengi labda hawajui kwa sababu yeye alikuwa haelezi, lakini mimi nimeshuhudia kwamba alikuwa akisali tahajjud bila kukosa. Kaka yake anasema hata mimi pia labda nisingejua hali yake, lakini 2016 tulipata nafasi ya kulala katika chumba moja kwa sababu nilikuwa nauguliwa. Kwa hiyo yeye kwa ajili ya kuniangalia mimi alilala pamoja nami katika chumba moja, lakini nilimkuta alikuwa anasoma Qur'an tukufu kila siku na anaswali tahajjud. Mimi nilimwambia kwamba kwa nini unapata udhia kwa sababu ya kunihudumia mimi, tunaweza kumchukua mtumishi. Yeye akasema kwamba ikiwa mimi nipo, kwa nini sisi tumchukue mtumishi? Yeye alijenga
shule kama 9 au 10. wakati wote alipopata nafasi ya kuitumikia yeye alitumikia. hata safari moja wakati mapato yake yalikuwa kidogo, alifanya kazi pamoja na watumishi, alishiriki katika ujenzi, na yeye hakujionyesha kwamba yeye ni mtoto wa mtu mtajiri sana. binti yake Mahmuda Sultana anasema baba yetu alikuwa amejenga mahusiano ya hali ya juu na uhalifa. Sisi tulipata mafunzo kutoka kwake kwamba tunatakiwa tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na mnatakiwa mfanye maombi katika maisha yenu. ikiwa hamfanye dua basi hamwezi kupata ufaulu. alikuwa akimtegemea Mungu sana, alikuwa mtu mshujaa sana. yeye alikuwa hamogopi mtu yeyote isipokuwa Mungu peke yake. hivyo ndivyo mtoto wake Sultan Muhammad Khan anasema, baba yangu alifanya kazi ya charity sana, amejenga shule kama 8. vile vile alitoa shamba kwa ajili ya makaburi, alitoa shamba kwa ajili ya shule 8. vile vile aliwapatia ajira watu wengi sana, alikuwa anawasaidia watu. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu marehemu, na Mungu awajalie watoto wake pia waendelee kubaki juu ya mema na waendelee kujenga mahusiano na ukhalifa. Amin. kama niliyosema, baada ya swala nitaongoza jeneza yake ghaibu inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.